wa Badilika TV. Leo tuna mada yetu mezani na tuko na mtaalamu wetu wa masuala ya geopolitics ambaye atajitambulisha yeye ni nani, na kwa leo kwa mada hii atatuambia nini mtazamo wake kuhusiana na hili jambo. Karibu mtazamaji wetu. Okay. Mimi naitwa Gwamaka, lakini kwenye mitandao ya kijamii natumia jina la Maka Digital. Pamoja na shughuli zote ambazo nazifanya kwenye mitandao ya kijamii, lakini nimekuwa nikijihusisha pia na uchambuzi wa siasa za kimataifa. Na kubwa kwenye siasa za kimataifa ni mgogoro wa Mashariki ya Kati. Lakini kwenye moja ya kitu ambacho nimevutiwa zaidi kukichambua kwenye mgogoro wa Mashariki ya Kati ni hii ambayo nimepitia kwenye mitandao ya kijamii na watu wamekuwa wakitoa sana maoni kwamba kama mafuta ambayo yanatoka Mashariki ya Kati ni 20% tu, na mafuta yanayotoka sehemu zingine za dunia ni 80%. Tunapataje uhaba wa mafuta wakati eneo ambalo lina vita linazalisha mafuta 20%? Na kiukweli hata mimi ndio lilikuwa swali langu la msingi hilo. Inakuwaje sehemu ambayo inapitisha 20% ilete mgogoro wa upandaji wa mafuta duniani? Kwa nini tusitumie hizi sehemu yenye 80% ambayo ni kubwa zaidi? Hapa nini sababu? Ni nini hasa kinachofanyika? Okay. Ni swali zuri na ndio maana nimekuwa interested kulizungumza. Sasa kabla sijazungumza kuhusu mafuta, ngoja ni wapeleke watazamaji wetu kwenye moja ya principle ambayo ilikuwa developed na Muitalia mmoja hivi anaitwa Pareto miaka mingi sana iliyopita. Okay. Hii ni principle ambayo inaitwa 80/20, yani 80 chini ya 20. Okay. Huyu bwana kwenye miaka hiyo alidevelop hii principle kama ni principle ya uchumi. Alisema hivi, 20% ya uchumi wote wa Italia, 80% ya uchumi wote wa Italia unamilikiwa na Waitalia 20% tu. Sijui kama uchumi umesema burudisha, sijui kama mtazamaji atanielewa vizuri. Yaani uchumi 80% ya uchumi wa Italia unamilikiwa na 20% tu ya Waitalia. Na huu mwingine unamilikiwa na wakina nani wakati huu uchumi uko ndani ya Italia? Okay. Kwa sababu ndipo tunaelekea, basi kuwa msikilizaji mzuri. Sasa maana yake ilikuwa hii. Kwenye distribution of resources, sawa? Kama hivi mgawanyo wa uzalishaji wa mafuta ulivyo duniani, ndivyo pia mgawanyo wa maeneo mengine unaweza ukawa. Sasa tuanze kwanza kwenye uchumi. Huyu mchumi alikuwa anamaanisha swala moja kwamba Waitalia 80%, 20% tu, Waitalia 20% tu. Ina maana ukichukua wale matajiri wakubwa wa Italia, wale matajiri wakubwa wa Italia, kwa wanaweza wakawa labda Waitalia milioni 5, lakini hawa ni watu ambao wanamiliki ukwasi mkubwa. Umeona? Okay. Labda GDP ya Italia inaweza ikawa 80, sawa? Au tuseme 100. GDP iko 100. Alafu watu milioni 5 tu wanamiliki 80% ya ile GDP. Sawa? Kwa maana kwamba hawa watu milioni 5 ukiujumlisha utajiri wao unapata 80% ya utajiri wote wa ukuaji wa uchumi wa taifa fulani, tuseme labda Italia, kwa sababu ndipo ambapo hii dhana ilianzia. Then ule uchumi wa 20% sasa, sawa? Ule uchumi mdogo zaidi, huu ndo ambao unazalishwa na 80% ya Waitalia. Kunielewa ni ngumu sana. Ngoja niweke mfano halisi. Kwa mfano, unaona hivi vitu, hizi perfume ziko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ziko 9. Okay. Hii ndo idadi ya Waitalia.
Okay. Sawa eh? Sawa. Sasa tunachukua hizi perfume mbili, hawa wa Italia wawili wanamiliki bilioni 5 na huyu anamiliki bilioni 5, wakati uchumi mzima wa Italia ni bilioni 15, lakini hawa wawili wanamiliki bilioni 5 na huyu bilioni 5. Zinabaki bilioni ngapi? Bilioni 5. Zinabaki bilioni 5. Hizi bilioni 5 ndizo zinamilikiwa na watu wote hawa 7. Okay. Unaelewa eh? Kwa hiyo hawa watu wawili wanachangia uchumi mkubwa wa Italia. Ndio maana hii principle kwamba uchumi 80% unamilikiwa na 20% ya watu. Okay. Na wale 20% ndio wanamiliki, na wale 80% ndio wanamiliki uchumi 20%. Kwa hiyo basi, kwa maana kwamba hapa Holmes, uhusiano wa huu mfano sasa, ngoja nije hapo Holmes. Afrika Mashariki ya Kati ni moja ya eneo ambalo limebarikiwa mafuta kwa wingi sana. Sawa eh? Limebarikiwa mafuta kwa wingi sana. Sasa ni muhimu pia tukajua kwamba dunia kwa siku inatumia mafuta lita ngapi. Tuweke mfano, labda dunia inatumia mafuta lita 5,000 kwa siku. Sawa eh? Inatumia mafuta lita 5,000. Kwenye hizi lita 5,000 ambazo dunia inazitumia kwa siku, lita 2,000 zinatoka nchi 3 za Middle East, za Mashariki ya Kati. Pengine zinatoka Iran, Uarabuni na Uarabuni, falme za Kiarabu kwa ujumla, labda na Jordan. Ni nchi ngapi? 3. Hizi nchi 3 zinazalisha mafuta lita 3,000. Sawa eh? Alafu lita 2,000 zinazobaki, sawa eh? Tanzania tunatoa robo lita, Marekani wanatoa lita 10, Uingereza wanatoa lita 20, Ufaransa wanatoa lita 100, Georgia wanatoa nusu lita, Brazil wanatoa hivi. Sasa ukija kuwachukua hizi nchi zote zilizobaki, zinakuja kutengeneza lita 2,000, sawa, zilizobaki. Kwa hiyo hapa maana hii sasa kwamba mafuta mengi yanatoka kwenye asilimia ndogo ya dunia, kwa sababu yametoka kutoka nchi 3 peke yake. Okay. Sawa eh? Sasa kwa sababu mafuta mengi yanatoka nchi chache, na ndipo yanazalishwa mafuta mengi huku ambako ni asilimia kubwa, lakini uzalishaji wao ni mdogo. Kwa hiyo ni asilimia kubwa sawa, lakini uzalishaji wao ni mdogo. Kwa hiyo kama tutazuia kwenye uzalishaji mkubwa lakini kwenye eneo dogo, inakuja kuathiri mgawanyo wa haya mafuta kwenye eneo dogo. Hapa sasa ndipo ambapo tunapata ile changamoto kwamba zile asilimia 20 tu za mafuta zinaenda kupelekea mtikisiko dunia nzima. Sababu ni moja tu, kwamba wanazalisha mafuta mengi zaidi, lakini hii sehemu kubwa ya dunia iliyobaki inazalisha mafuta ndio, lakini haizalishi mafuta. Kwa hiyo swali langu mimi, labda mpaka hapa, kulingana na mgogoro ulivyo, manake haionekani kwamba suluhu inaweza kupatikana mapema. Wewe kwa maoni yako, nini kifanyike ili huu mgogoro uweze kuwa umemalizika, ama kuweka katika nyanja ambayo haitakuwa imeasiri uchumi wa dunia? Ni swali zuri. Kwa kawaida hii migogoro yote ambayo inatokea, na migogoro mingi duniani inaanzia Mashariki ya Kati. Sasa ni swala la historia ambalo limetoka mbali sana. Kwa nini? Kwa sababu kwanza ni uwepo wa taifa la Israeli Mashariki ya Kati, ambapo tafiti nyingi zinaonesha kwamba ni taifa ambalo limepandikizwa kwa ajili ya kudestabilize hali ya usalama ya Mashariki ya Kati. Kwa nini kumekuwepo na hali ya sitofahamu Mashariki ya Kati tangu miaka mingi iliyopita? Kesi gani?